Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena tuzidi kuhabarishana. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche amezua mjadala mzito nchini kufuatia hatua yake ya kuweka wazi ujumbe wa maandishi aliyotumiwa kwa siri na mdau asiyejulikana kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Ujumbe huo ambao umesambaa kwa kasi kubwa ulikuwa na maneno yanayompongeza kiongozi huyo kwa kazi kubwa anayoifanya katika ziara zake za kisiasa maeneo mbalimbali nchini. Pamoja na pongezi hizo, ujumbe huo ulienda mbali zaidi na kumpatia taarifa za kiusalama zikielezea kuwa mamlaka husika ya jeshi la polisi na zile za jinai zinamfuatilia kwa karibu mno kila tamko, hotuba pamoja na maagizo anayoyatoa yeye na viongozi wenzake wa chama cha Chadema wakati wa mikutano yao ya hadhara. Ujumbe huo uliatharisha kuwa iwapo viongozi hao wataendelea na mwenendo huo wa kutoa matamko makali kabla ya kufika tarehe 7 ya mwezi wa Julai mwaka wa 2026, wakati ambapo kumepangwa maandamano makubwa kote Tanzania, vyombo vya dola vitawakamata yeye pamoja na viongozi wenzake wanaoshirikiana nao. Baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kwa mdau huyo wa siri, John Heche aliamua kuishirikisha jamii kupitia ukurasa wake rasmi ambapo aliandika ujumbe thabiti wa kujibu vitisho hivyo. Kiongozi huyo alibainisha wazi kuwa wanajua kila aina ya maovu yanayopangwa dhidi yao na wale wenye nia mbaya ya kudororisha demokrasia nchini Tanzania. John Heche amelisisitiza kuwa wao ni raia wema na wanademokrasia wanaofanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria za nchi na kwamba hakuna kosa lolote la kisheria linaloweza kuwatia hatiani katika utekelezaji wa majukumu yao ya kisiasa. Heche alitangaza msimamo imara akisema kuwa hawatakubali hata kidogo kutishiwa maisha yao wala kulazimishwa kuishi kwa hofu katika nchi yao wenyewe, jambo ambalo lilizua hisia mseto na mivutano mikubwa ya kimaoni kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali mtandaoni. Uchambuzi wa maoni ya Mwananchi unaonyesha kuwepo kwa makundi tofauti yanayochukua mwelekeo tofauti kabisa kufuatia kauli hiyo ya John Heche. Kundi la kwanza likilionyesha kumuunga mkono kwa dhati kiongozi huyo, huku wakimwombea ulinzi na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili ampe nguvu ya kusimama imara katika kipindi hiki kigumu. Wafuasi hawa walimhimiza asirudi nyuma na kwamba wanatakiwa kushikilia hapo hapo ili ukweli uendelee kuingia vizuri kwa wale wanaohusika na ukandamizaji. Baadhi ya wananchi walieleza kuwa vitendo vya kutishiana na kutumia nguvu dhidi ya wapinzani ni matokeo ya moja kwa moja ya ukosefu wa uongozi bora na wa kidemokrasia ndani ya mifumo ya utawala, jambo linalofanya viongozi walio madarakani kukosa maarifa ya kisiasa na kukumbatia uoga mbele ya hoja mbadala zinazotolewa na viongozi mbalimbali wa upinzani. Katika kuongeza uzito wa hoja zao, baadhi ya wachangiaji walitolea mfano harakati za kihistoria za kupigania uhuru na haki duniani, wakimtaja kiongozi mashuhuri wa Afrika Kusini Nelson Mandela ambaye alifungwa gerezani kwa kipindi kirefu cha miaka 27. Walielezea kuwa licha ya kifungo hicho kirefu na mateso mengi, hatimaye wale waliokuwa wakimtesa na kumwonea walisalimu amri mbele ya nguvu ya umma na haki. Kutokana na muktadha huo, wananchi hao walimhakikishia John Heche kuwa jamii ya Watanzania inaunga mkono na inaendelea kukichangia chama chao cha upinzani kwa hali na mali, wakiamini kuwa maadumu wana baraka za Tanzania na watabaki la nchi, ushindi utapatikana na mipango yote mibaya itashindwa na kuwarudia wenyewe wale wanaopanga maovu dhidi ya wapinzani.
Kundi lingine la wananchi lilikieleza mijadala yao kwenye masuala mapana ya muundo wa taifa na muungano uliopo kati ya Tanganyika na Zanzibari, wakidai kuwa mfumo wa sasa unaoongozwa na chama tawala unadhoofisha maslahi ya Tanganyika. Walisema kuwa viongozi wa chama tawala wamezungukwa na washauri wenye upeo mdogo sana wa mambo, hali inayosababisha maamuzi yao kuongeza chuki na uhasama miongoni mwa jamii badala ya kuleta unafuu wa maisha na usawa. Waliongeza kuwa wanashukuru uwepo wa baadhi ya watu wema ndani ya mifumo ya kiusalama ambao wamekuwa wakila njama na waadui, lakini wana roho nzuri ya kuvunjisha siri hizo mapema ili kulinda usalama wa viongozi wa upinzani, jambo linalothibitishwa kuwa giza haliwezi kamwe kushinda nuru ya haki na ukweli. Pamoja na uungwaji mkono huo, kulikuwepo pia na kundi la wadau waliotilia shaka ukweli wa ujumbe huo na kukosoa vikali mkakati huo wa kisiasa. Wakosoaji hawa walidai kuwa kiongozi huyo amejitungia na kujitumia ujumbe huo yeye mwenyewe kutoka kwenye simu yake ya mkononi na kisha kupost mtandaoni ili tu kutafuta huruma ya wananchi na kujitengenezea umaarufu wa kisiasa usio na msingi. Walieleza kuwa mtindo huu wa siasa umepitwa na wakati na umepungua dhamani hadi kufika hatua ya kuwa kama mipasho tu ya mitandao isiyo na faida yote kwa ustawi wa taifa. Baadhi ya maoni yalikwenda mbali zaidi na kukishutumu chama kizima cha upinzani kuwa hakina viongozi imara, bali kimejaa watu wanaotafuta maslahi binafsi na wanapigania wanaotumia changamoto za nchi kujinufaisha wao wenyewe, huku wakiwataka wananchi waache kabisa kufuatilia mambo hayo. Mjadala huu pia ulihusisha viongozi wengine waandamizi wa vyama vya upinzani kama vile Tundu Antipas Lissu, vilevile Godbless Lema pamoja na Ado Shahibu, ambao wananchi walikumbushia dhuruba ya changamoto mbalimbali za kiusalama zilizowahi kuwakuta viongozi hao huku nyuma katika harakati zao za kila siku. Kulitokea hoja zilizodai kuwa vitisho vya namna hivi vinapozidi, viongozi wengi wa upinzani ulazimika kuomba polisi wawawekee ndani ya madai ya kulinda usalama wao dhidi ya watu wanaojulikana wanaoweza kuwadhuru. Vivyo hivyo, baadhi ya wananchi walionyesha kudhurishwa na tabia za viongozi hao kuhamasisha maendeleo ama maandamano ya wananchi, huku wao wenyewe na familia zao wakiwa wamejisitiri salama katika nchi za nje kama vile Canada, jambo linaloacha maswali mengi iwapo viongozi hao wana nia ya dhati ya kupigania haki za raia au wanatumia mbinu hizi kama kizingizio cha kukamatwa ili wasishiriki kikamilifu katika harakati za barabarani na kuacha raia wa kawaida wakiumia. Wachangiaji wengine waliguzia masuala ya kifedha zilizopo katika mioyo ama za maovu, wakisema kuwa hata kama kuna ukwazi mkubwa unaotumika kukandamiza haki, kusudi la Mwenyezi Mungu pekee ndilo litakalosimama imara daima, wakieleza kuwa harakati za wachawa mtandaoni na madai ya ushindi wa 98% ni cheche tu zinazotokana na uoga wa kupoteza madaraka. Wananchi wakikumbushiana tukio la tarehe 29 mwezi Oktoba ambapo maelfu ya Watanganyika walijitokeza bila uoga na hakuna aliyewajibikia, jambo linaloonyesha kwa ujasiri wa wananchi unazidi kukua kila uchao. Jamii kubwa ya watu wanaomuunga mkono kiongozi huyo walisisitiza kuwa wako tayari kuilinda viongozi wao wa ndoto zao wanaopigania tabaka la nchi ambalo halina mtetezi mwingine yeyote zaidi ya nguvu ya umma.